Habari zenu, leo nakwenda kuwaletea visa ya kuingia nchini Denmark. Visa hii ni nzuri kwa kusikiliza kwa makini mwanzo mpaka mwisho. Kabla ya kusikiliza, subscribe hapo chini kisha bonyeza alama ya kengele. Kila video inayokuja utakuwa kwanza kuiona. Share kwa wengine, like, comment. Visa ya Denmark, hii visa kuna visa inaitwa ETIAS, visa kuingia nchini Denmark. ETIAS ni msamaha wa visa ya kielektroniki inayoruhusu ziara fupi ya kuingia Denmark. Ili kuimarisha usalama katika mipaka ya Ulaya, tume ilifadhili utekelezaji wa ETIAS visa ya kuingia nchini Denmark. Yaani ni visa ya Schengen. Kumbuka nilishaelezea video yangu huko nyuma kwamba hii visa ya ETIAS inajumuika na nani ya Schengen visa. Zile nchi za Schengen kwa mfano kama Ujerumani, Denmark, Poland ni nchi nyingi. Kuna wale wanaozijua nchi za Schengen visa, kuna nchi za Scandinavia, kuna nchi za nini. Kwa hiyo hapa naelezea nchi za hii nchi ya Schengen visa ambayo ni Denmark. Hii visa inaruhusu kuingia Denmark mara ya kwanza utakapoomba unapewa kibali cha kuingia Denmark siku 90. Yaani ndani ya miezi mitatu. Ukipewa hii visa utapewa kibali mara ya kwanza kuingia Denmark ndani ya siku 90. Ukiwa mwaminifu ukienda na kurudi ukiomba tena utapewa siku 180. Ukimaliza tena hizo siku ukirudi ukiomba tena sasa utapewa visa ya miezi mitatu. Ya miaka mitatu ambayo visa hiyo utakaa ndani ya miaka mitatu Denmark. Pia utakuwa ukiingia na kutoka ukiingia na kutoka. Kwa hapo wanakupima uaminifu, wanakuanzia siku 90. Ukiingia na kurudi utapewa tena 180. Pia utakuja kupewa miaka mitatu. Pia hii visa unaweza kuomba mtandaoni, pia uwe na vigezo. Kuna vigezo ambavyo unaweza kuomba hii visa. Kigezo cha kwanza kama naelezeaga video zangu zote. Kigezo cha kwanza ni passport. Hii passport ni kigezo cha kwanza. Yaani huwezi ukaenda popote bila passport. Ukiwa na passport una uwezo wa kuingia nchi yoyote. Na passport yako isiwe imeisha muda, ndio unaweza kuomba hii visa. Kigezo cha pili, uwe na bank statement. Pia hii ni ya muhimu. Pia hii visa unaweza kuomba mtandaoni ukatuma email yako. Kigezo kingine uwe na email ya kwako, usiwe na email ya mtu mwingine ukiwa unaomba hii visa. Utumie email yako ili majibu wakurudishie kwa email yako. Kigezo kingine kama nilivyoelezea hapo, passport. Uwe na passport, bank statement, anwani yako, yani email. Kwa wale wasiojua email inaitwa anwani, yani anwani ya barua pepe. Ndio hii maana ya email. Hivi ndio vigezo vya kuingia nchini Denmark. Visa ya kwanza ETIAS utapewa ndani ya miezi mitatu, tofauti na visa nyingine. Yani hii ni visa ya msamaha. Tofauti na visa hizi za kawaida, unaweza ukapewa mwezi au ukapewa wiki 2, lakini hii ukiomba hii visa ya ETIAS ni visa ya msamaha. Hii inatolewa sana kwa wale watu wanaoenda kutibiwa au wale watu wanaenda kutalii na kufanya biashara. Ndio wanaitumia sana hii visa. Lakini ile nyingine ya kawaida ni visa ya kawaida, unaweza ukapewa wiki 2 au mwezi mmoja. Kwa hiyo natumai mmenisikiliza na mmenielewa. Asanteni kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe hapo chini, usisahau kushare, usisahau kulike wala kucomment. Nitakujibu ukilike, ukicomment nitakujibu. Like, share kwa wengine ili waweze kujifunza vitu vizuri. Asanteni.